Fasema katika hizi elimu za kidunia, elimu za mazingira, kujua viwiliwili vya wanadamu, kujua kuendesha mambo, kutengeneza mitambo, kutengeneza majengo, barabara na vitu vinginevyo, hizi ni elimu ambazo zinaitwa fardhu kifaya. Ni elimu fardhu kifaya, watu wa kusoma elimu hizi ili mambo yaende. Na huu ndio msimamo wetu, haujabadilika na haujabadilika katika msimamo huu. Kwa hiyo wale wanaotuzungumzia kusema kwamba hawa wanasema kusoma dunia ni haram, kusoma shule haram, wanazungumza vitu wasivyovijua. Na sababu kubwa ya wao kufikia kusema hivyo ni pale ambapo ilikuwa mara nyingi sisi tunawakemea watu ambao wanawatapeli Waislamu kwa kujenga mashule na kuyapa majina ya dini, alafu ukifika katika shule hizo hakuna dini. Tunasema huu ni utapeli. Badala shule yako kuipa jina la Kiislamu na kuwadanganya watu kwamba hii ni shule ya Kiislamu, ita jina la baba yako, ita jina la babu yako, watu wajue kwamba hii ni shule ya mtu binafsi na hakuna dini hapa. Ni shule ngapi leo za wavutia watu kwa jina la dini kwamba hii ni Islamic? Ukifika hakuna Islamic, bali baadhi ya mashule na baadhi ya vyuo ambavyo vinanasibishwa na Waislamu wanaishi katika hali ya dhiki na wanapigwa vita wale wenye kusimamia katika msimamo wa sawasawa wa dini. Mashule mangapi hatujawahi kusikia katika nchi hii mwanamke wa Kiislamu aingia shuleni, aingia kwenye chuo, amevaa niqabu, chuo cha mfukuza? Sasa utasema hiki ni chuo cha Kiislamu? Hawa Waislamu wafanywa hivyo? Mbona hamuendi mkatazama katika vyuo visivyokuwa vya Kiislamu ambao wao wameamua moja kwa moja kwamba hapa hakuna Islamic, alafu waangalie wale Waislamu wanawake na wanaume namna walivyokuwa katika hali fulani ya uhuru katika kutekeleza dini yao. Kwa utawadanganya watu kwa jina la Uislamu, ukifika Uislamu wenyewe huukuti. Haya ndio tunayapiga vita. Ukiyapiga vita haya kwa sababu kuna biashara za watu zinaharibika, watu wanakasirika. Zikinyamaza kwa sababu fulani atakasirika, sisi tutasema msiwatapeli Waislamu. Ikawa wafika katika shule inaitwa shule ya Kiislamu, hakuna huo Uislamu, si katika mafunzo wala katika tabia. Mwambia mashule ya Kikristo wana yatangulizwa, yapewa hivi, wapewa mitihani yavujishwa kwao, ndio maana kule wanafaulu vizuri. Sawa, lakini kutoka pale na Ukristo wake na anasimama kuutetea Ukristo wake maisha yake. Ukristo kwanza, kazi baadaye. Mbona hawa Waislamu wanaosoma katika mashule ya Kiislamu hatuwaoni hivyo? Wanaelewa na nani? Uislamu gani huo? Haya ndio tunayapiga vita sasa, tukubaliane haya. Na baadhi ya watu kwa sababu ya maslahi itakuta kila msikiti wakwambia fungua shule. Wao ukifungua madrasa mathalan kama hapa watu wasoma dini, mtu anakuja kupa ushauri, mimi naona mngeweka na sekula kidogo hapa ili watu nao wakasoma upande wa pili, ukawa na macho mawili. Ukisoma dunia dini peke yake una jicho moja. Ushauri kama huo hawapelekei watu wa mashule. Utaweza kuona shule kwamba hapa bana fungueni madrasa, watu wahifadhi Qur'ani, watu hivi na hivi, kwa sababu ukisoma elimu ya dunia wao wana jicho moja. Utakuwa na jicho moja wewe ukiwa umesoma dini tu. Hizi ni propaganda zimefanyika kwa muda mrefu kuhakikisha kwamba watu hawasomi dini. Na sisi tutapambana kuhakikisha watu wanasoma dini. Alafu taangalia nani atashinda. Na biidhnillah tutashinda katika hili. Walau baada hin. Tunaomba Allah tabaraka wa taala aweke kabuli katika hili. Na mara nyingine pia tunasema katika udaktari, sheria ya Kiislamu haikubagua kwamba wewe watibiwa na kafiri au watibiwa na Muislamu. Hakuna tofauti katika hilo. Kwamba umetibiwa na kafiri, umekwenda hospitali umepigwa sindano na John, au umekwenda hospitali umepigwa sindano na Muhammad, hakuna tofauti. Lakini je, yafaa siku moja John kupanda juu ya mimbar akaja kuhutubu hapa na msalaba wake kisha kaondoka? Yawezekana? Sasa kama haiwezekani, ina maana tunatakiwa tujenge safu yetu ndani kwanza. Waislamu wafunzwe dini, vijana wa Kiislamu waujue Uislamu wao. Haujakatazwa kujua dini yao, lakini matatizo yanakuja pale wazazi wanapotoa kipaumbele zaidi katika kufadhilisha dunia juu ya dini.
Watoto wanaosoma maskuli wakishafeli, washaonekana haya ni madude yasiyofahamu, limeshafeli, limepata 0 form 4, darasa la 7 limefeli hata katika shule za kata, ataambiwa huyu mpelekeni akasome dini. Sasa wajua tutamsaidia vipi? Huyu VETA hafai, sekondari hafai, kokote hafai. Sasa huyu tumtafutie madrasa akasome, kwa sababu huku ndio kuna mabuyu, mambo mbumbu kabisa yatakiwa yaje kusoma dini. Huku ni kuidharau dini. Dini inahitaji watu wenye vipaji vile vile. Au watafuta mamufti mambumbumbu, mamufti ambao hayaelewi, mashekhi yasiyojua kitu. 1+1=3, mtakao tu sampulio, alafu ndio waje kuwa watu wa dini, sio? Sasa hili ni jambo la kimakosa. Ndio maana pale utakapowaona vijana mathalan leo katika nchi hizi zetu, utakuta watu wana khiari. Mtu akishafika mathalan form 6 form 4, anaangalia, wengine waacha kusoma kwenda piga muziki. Hamjasikia wasanii wa sambulio? Jamii kimya. Acha kusoma enda vua, acha kusoma yuko kwenye magari huko, konda mwenyewe apiga debe. Jamii iko kimya. Acha kusoma yuko mtaani. Lakini ole wako uache kusoma alafu ukasome dini. Hapo ndio kiama kitasimama. Leo vijana wangapi wameacha kusoma wako mitaani? Jamii iko kimya. Vijana wangapi hawaendi kusoma mashule wako mitaani, wacheza mipira, wafanya vurugu tu, lakini hawasemewi chochote. Itakapotokea kijana kaacha mathalani, kaona kwamba mimi huku sioni mwelekeo wote, ngoja nikasome dini kwanza, au ngoja nikasome dini kwanza miaka 2 alafu baadaye ndio niende chuo. Utawaona wazazi wa Kiislamu wanapokwenda juu, wanafurika. Itakuwaje kaacha kusoma anakwenda kusoma dini? Hiyo dini itaisha lini? Kwa hiyo mtoto wako kasoma kuanzia shule ya awali akiwa na miaka 4 pengine hajielewi, mpaka kaingia shule ya msingi ana miaka 6 au miaka 7, kamaliza, amemaliza pengine miaka 13, amemaliza amekwenda sekondari au level miaka 4, akimaliza hapo tena anakwenda level miaka 2, na siku hizi kwenda jeshini. Akitoka hapo chuo, akitoka chuo akafanye kazi, kwa sababu zile pesa zako ulizozitoa atakazilipe. Sasa atasoma lini dini? Hebu niambieni, atasoma lini dini mtoto huyu? Na kuna wengine wameshamaliza vyuo, wameacha kusoma, wamemaliza vyuo, aona kwamba katika kipindi hiki sasa ngoja nisome dini miaka 2. Baba hataki, mama hataki. Sisi tumekusomesha, wewe na ndugu zako huku, nani atawatazama? Itakuwaje? Sasa ni wakati wa kufanya kazi bwana. Sasa huyu atasoma lini dini? Hebu niambieni. Na nyinyi mwafahamu watoto wa shule za msingi wanaokwenda mashuleni, akitoka saa 9 au saa 10 anakuja tena tuition mpaka saa 2 usiku. Atasoma lini dini? Hili ndio swali la msingi. Au siku hizi hakuna kusoma dini. Ukishasoma 1+1 tayari ndio unajua qala Allah Ta'ala, sio? Sasa hili ndio jambo sisi tunapambana nalo, na tunapambana na watu wengi, na safu ya kwanza tunapambana nao ni Waislamu wanaopata maslahi katika mashule. Ndio wanaopiga vita jambo hili, na wakawa wanaeleza katika vyombo vya habari, maredio, katika magazeti na sehemu mbalimbali, wakizungumza kwamba salafia wapinga kusoma shule, masalafia. Kwa sababu hii tunazungumza, kama huku kusema hivi ndio kupinga kusoma shule, basi ndio. Lakini kama ufafanuzi ndio huu tunaotoa, basi mfahamu hivyo. Kwa tuna uwajibu wa lazima kujifunza dini yetu. Jambo jingine ambalo ni tambihi, wazazi wako tayari, sisi Waislamu tuko tayari kutoa pesa nyingi sana kuwasomesha watoto wetu katika mashule. Atakwenda shule ada ngapi? 1.5 milioni. Shule nyingine 4 milioni, nyingine 5 milioni. Mzazi yuko tayari kutoa kila mwaka. Atauza ng'ombe, atauza kipande cha shamba, atauza kile, atafanya, atahakikisha mtoto wake anasoma. Je, katika dini mwafanya hivyo? Au dini ni jambo la kuchezea tu, la kukurupuka tu? Kesho na kesho kutwa ushafanya kazi, umestaafu, wakimbilia msikitini utakuwa muadhini. Umesoma wapi wewe? Haraka umekuja ushastaafu, sio msikitini utulikia fujo, wataka kusalisha kinguvu kwa sababu msikiti wa babu yako. Hawa ni watu wenye matatizo, wataka kuharibu dini. Ulikataa kusoma dini, sasa kaa pembeni, utaongozwa. Wewe ni maamuma, kaa chini usomeshwe. Sasa haya ni matatizo ambayo tunakutana na jamii yetu ya Kiislamu. Na tukienda kwa mfumo huo, wallahi baada ya miaka kadhaa Uislamu utatoweka kabisa.
itakuwa hakuna Uislamu, kwa sababu Uislamu hauwezi kusimama kwa ujinga. Uislamu unasimama kwa ilmu. Kwa lazima tujitolee katika wakati wetu, tujipange, tutoe nguvu zetu, kwa sababu dini inasomeshwa. Hakuna wizara inayofadhili kusoma dini, hakuna mikopo katika kusoma dini, kwamba utapewa mkopo kila mwaka milioni 5 milioni 6 ili ukasome. Hakuna kitu hicho. Hakuna taasisi za kiserikali wala za binafsi zinazofadhili kusoma dini. Ni sisi Waislamu lazima tujitolee, tuwatolee watoto wetu, tujitahidi waisome dini yao, na pia wasiwe wajinga katika dunia yao. Nafasi hiyo ipo ya kufanya namna hiyo. Lakini dini kwanza. Mimi ndio msimamo wangu, dini kwanza, alafu kitu kingine tafuatia nyuma. Na elimu za dunia hatujakatazwa kusoma, bali tumefikia kusema kuna elimu ni fardhi kifaya. Ikiwa katika mji hakuna watu waliosomea elimu hizo, wapata madhambi watu wote katika hizo elimu za dunia. Haya ndio maneno ya wanawachuoni wetu, na ndio maneno yetu tunayosema sisi. Lakini dini kwanza. Kama nyinyi mna kampeni zenu za kilimo kwanza, biashara kwanza, sisi tunasema dini, kusoma dini kwanza kwa Muislamu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuitafuta elimu ni faradhi lazima kwa kila Muislamu, lazima usome. Na wale wasiosoma dini wakawa wanakebehi kusoma dini, utasoma dini mpaka lini? Waislamu wafa huko, wewe wasema utasoma dini. Haya, wewe ambao hukusoma dini umefanya lipi? Ikiwa kusoma dini haitafaa kwa wakati wa sasa kwa sababu Waislamu wafa, wewe ambaye husomi dini sasa na Waislamu wafa, umefanya nini? Maana hata wewe usiyosoma husomi na Waislamu wafa hivyo hivyo. Sasa kitu gani ukifanya wewe? Bali wengine wachangia kuwaua Waislamu, hawa Waislamu, kwa sababu ya ujinga wao, kwa kuwakufurisha Waislamu wenzao kwamba huyu mnafiki, huyu murtadi. Nadhani kisa cha Hatib bin Abi Balta kiko wazi. Hatib bin Abi Balta atoa siri za Waislamu azipeleka kwa washirikina wa Makka. Jamani, Muhammad huyu aja na maswahaba zake, lengo lao kuwapiga vita nyinyi, kaeni chonje watu wa Makka. Barua yakamatwa, yaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aita maswahaba, aitwa Hatib ibn Abi Balta, barua yasoma mbele yake. Ma hamalaka ala ma sana'ta ya Hatib. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, jambo gani limekupelekea kwa hicho ulichokifanya ewe Hatib? Hakumwambia wewe mnafiki, wewe hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ni jambo gani, ataka sababu ajue, sikumhukumu tu kwanza. Umar anamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dani ya Rasulullah adrib unqa hadha almunafiq. Mtume sallallahu alaihi wasallam, niache mimi nimkate shingo huyu mnafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hapana, huyu si mnafiki, Hatib si mnafiki. Lakini leo kumtoa mtu kwamba huyu mnafiki murtadi ni sahali jiddan, na inachofuatia ni kumuua. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ujinga. Hatujui hata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya. Kwa ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tusome dini yetu. Jazba na hamasa hazisaidii kitu. Ujinga katika dini ni kuuzorotesha Uislamu. Hutaweza kusimamia sheria za dini ikiwa wewe ni mjinga. Lakini ilmu ya sawasawa ni ile ilmu yenye kuambatana na amali as-salih. hatafa al-ilmu al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا